Mwanamke mfumua alishangaa kugundua kuwa msichana aliyeomba mitaani alionekana kama mwanawe aliyepotea kwa miaka 20. Mara moja alikimbia nje ya gari kuhakiki. Hata hivyo, alijifunza kuwa msichana alikuwa akikusanya pesa kwa matibabu ya ugonjwa wa mama yake. Akiwa amemsikitikia msichana, mwanamke mfumua aliamua kumsaidia. Kwa kushangaza, msichana aliomba dola za Kimarekani milioni 3 mara moja. Msimamizi wa nyumba wa mwanamke mfumua alizuia haraka, akiwaonya watu wote wasiamini mdanganyi kwa urahisi, lakini akiangalia macho ya msichana yaliyofanana na ya mabinti yake, mwanamke mfumua bado alimchukua. Aliahidi kumpa msichana dola za Kimarekani milioni 5 tu kama msichana anakaa naye kwa siku 3. Msichana pia alikuwa mwenye busara. Alipomwona mwanamke mfumua amelala kwenye sofa amechoka, alileta beseni la maji moto kumsaidia mwanamke mfumua kupunguza uchovu wa siku. Kitendo hiki kilimfariji mwanamke mfumua sana, na akafikiria mwanawe amekwisha kurudi. Hata hivyo, utulivu huu ulivunjika haraka. Usiku huo, wakati akipanga chumba cha msichana, msimamizi wa nyumba alikuta ilikuwa kumbukumbu pekee mwanamke mfumua aliyokuwa nayo ya mwanawe. Msimamizi wa nyumba alikasirika sana. Alichukua pete ya kito kumkabili msichana na kumwambia mwanamke mfumua kuhusu wizi wa msichana. Mwanamke mfumua alimwomba msichana kueleza, lakini msichana alisisitiza kuwa pete ya kito ni yake. Kwa hivyo mwanamke mfumua kwa hasira akamtupia msichana dola za Kimarekani 100,000 akimwambia aondoke. Msichana asiye na msaada alifukuzwa nje ya jumba la anasa. Hata hivyo, asubuhi iliyofuata, msimamizi wa nyumba alikimbia kwa mwanamke mfumua kwa hofu, akisema pete ya kito haikupotea. Alikuwa imepatikana chini ya kitanda wakati wa kusafisha. Mwanamke mfumua alishtushwa. Pete za kito zilikuwa sawa kabisa. Wakati huo, alipokea simu kutoka kwa katibu wake. Uchunguzi ulifunua kuwa msichana alikuwa mjukuu wake na mama wa msichana alikuwa mwanawe aliyopotea. Kwa miaka hiyo, mama na mtoto walijikimu kwa kukusanya takataka. Kwa bahati mbaya, siku chache zilizopita, wakati mama wa msichana alipotoka nje kumtafuta msichana, aliingia katika ajali mbaya ya gari. Msichana alikuwa akiomba mitaani kukusanya pesa kwa upasuaji wa mama yake hospitalini. Sasa, mwanamke mfumua alielewa kila kitu. Mara moja alikimbilia hospitalini, lakini hospitalini, kwa sababu malipo ya matibabu hayakuwa takriban, madaktari walikuwa karibu kuwafukuzia mama na mtoto nje. Wakati wa hatari, mwanamke mfumua alifika kwa wakati.